tulikuwa kwenye wasilisho la budget ya Wizara ya Kilimo 2025-2026, budget ya wakulima wa nchi hii. Na ni historia, kwa mara ya kwanza tuna budget mahususi kwa maana ya mgawanyo wa rasilimali nchi. Nchi hii katika awamu ya 6 imeendelea kujionea mgawanyo wa kutosha kwa wakulima wa nchi hii, na kwa mahususi kabisa pia tumejionea maendeleo makubwa katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024-2025 ambao yamekuwa na matokeo chanya, ikiwemo uanzishwaji wa benki ya ushirika Tanzania Coopbank. Benki ya ushirika Tanzania ni jitihada za makusudi kabisa za serikali ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuchagiza maendeleo na mchango wa sekta ya kilimo katika pato la taifa. Moja, kuhakikisha sekta ya kilimo inakuwa kwa 10% kufikia mwaka 2030. Na sekta ya kilimo ikikuwa kwa 10% kufikia mwaka 2030, itakuwa inachangia angalau 30 mpaka 40 ya pato la taifa. Ukilinganisha na sasa hivi ambapo 65% ya Watanzania katika sekta ya kilimo wanachangia 16 mpaka 20 ya GDP. Sasa uwiano huo hauko sawa. Lazima tuwe na jitihada za maksudi, 65% ya watu kuchangia 16 mpaka 20. Kunahitajika jitihada za makusudi za kuongeza uzalishaji kwenye pato la taifa. So mtaona budget imejikita katika kuhakikisha kwamba sekta ya uzalishaji, miundombinu ya uzalishaji, mbegu, mbolea, madawa, pembejeo, masoko kwa wakulima walio wengi wanapata fedha, wanapata mgawanyo sahihi wa rasilimali kupitia bajeti ya kilimo ili kuongeza uzalishaji kwa 1% kubwa kwa Watanzania walio wengi. La pili, uwepo wa benki utachochea sasa kupatikana kwa rasilimali fedha za kutumia hizo fursa za miundombinu. Kuwa na mbegu peke yake haitoshi, kuwa na mabwawa na madawa haitoshi. Lazima kuwe na mitaji ili wakulima waweze kupata mbegu bora, waweze kupata madawa na pembejeo, waweze kufikia masoko. Kwa benki ya ushirika ni benki ya kimkakati ikishirikiana na benki zingine ikiwemo TADB kuhakikisha kwamba moja, tunakuwa na mitaji. Kwa hivyo hoja ya kwanza hapa ni uwepo wa mitaji katika soko la kilimo. Nchi hii kwa miaka mingi mgawanyo wa rasilimali fedha kwenda kwenye kilimo ni chini ya 10%. Mwaka jana kulikuwa na mtawanyo wa rasilimali fedha kwenye uchumi wa trilioni 37.5. Kati ya trilioni 37.5 ambazo zilitolewa na mabenki yote nchini, ni 10% tu ilienda kwenye kilimo. Manake trilioni 3.7. Lakini hiyo ndio sekta yenye watu wengi. Lakini na sehemu ndogo ya disbursement, mgawanyo wa fedha kwenye uchumi. Kwa uwepo wa benki hii ni kutaka kuongeza, kutanua wigo wa kuhakikisha kwamba mgawanyo wa fedha kwenda kwenye mitaji na shughuli za kilimo unaongezeka kutoka 10% na kufikia 30% ifikapo mwaka 2030. Tumedhamiria kwanza kuongeza ujumuishi wa kifedha, kuongeza mtawanyo wa fedha kwenye uchumi. Kwa sasa angalau 38% mikopo iko kwa watu binafsi na watumishi na wafanyabiashara. Benki hii itabadilisha takwimu hizi ifikapo mwaka 2030, tukianza na bajeti ya mwaka huu, kuhakikisha kwamba Watanzania walio wengi wanapata huduma za kibenki, wanapata mikopo, wanapata bima, wanapata mitaji nafuu, na kwa kufanya hivyo wanapata masoko kwa ajili ya mazao na bidhaa wanazozalisha. Sio kwamba tukwahi kuwa na mabenki kwenye nchi hii, wala sio kwamba benki ya ushirika ndio benki pekee.
lakini tunachosema hii ni benki mahususi itakayokuwa na bidhaa na huduma zinazoshabiana au zilizotengenezwa kwa muktadha wa sekta yenyewe.